Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni mwende. Lakini huyu Bwana, nisikilize kwa makini. Baadaye Bwana anakuja anasema, nami nitamtuma malaika. Huyu malaika anayetumwa ni wa kwenda kufanikisha njia. Hebu sema malaika wa kwenda kufanikisha njia. Nataka kuna kitu ukipata. Kumbe hawa watu wanataka na Musa, wewe unaelewa, Mungu akamtokea akamwambia twende kuwachukua watu wangu wapeleke katika nchi ya ahadi. Lakini tunakuja kuona kumbe kuna maelekezo fulani ya kiroho ambayo alikuwa anayapata. Anamwambia hivi, nami nitamtuma malaika. Huyu malaika ana kazi. Huyu malaika anayetumwa sio kwa sababu ya kwenda tu aende na arudi. No. Huyu malaika anayetumwa anatumwa kwa ajili ya kazi special. Na ukiona malaika anatumwa aende atangulie kwenye njia, lazima uelewe kwamba kuna watu wanaosimama katika njia. Hebu sema amen. Inaweza kuwa ni njia ya mafanikio, inaweza kuwa ni njia ya kwenda kwenye biashara, inaweza kuwa ni njia ya kupata mtoto, inaweza kuwa ni njia ya kutajirika, inaweza kuwa ni njia ya kuwa mhubiri mzuri, inaweza kuwa ni njia ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kila mtu hapa ana njia yake ambaye Mungu amemwandikia, na ndio maana moyoni mwako kuna muda huo unasononeka. Ukiona kwa mfano mimi ni mahali ninapokaa, sijajiwekea maximum mpaka nitakaa hapo mpaka nizeeke. Hebu sema amen. Mpaka unazeeka uko pale pale. No, kuna muda ukikaa Mungu unasikia amani ya moyo kwamba mimi sio wa hapa. Ukikaa amani ya moyo anakuambia utajenga nyumba yako, ndio utashoka ujarogwa na kuna mahali unaelekea. Ukifikia stage ya kusema hivi, mimi nimeamua kukaa hapa hapa, mimi nimeamua kukaa hapa hapa na mimi ni wa hivi hivi, unamnyima Mungu nafasi ya kukuhudumia. Tunatamani na Mungu anataka watu wenye shauku. Hebu sema amen. Wenye shauku. Shauku ya nini? Shauku ya kwenda kwenye biashara. Shauku ya nini? Shauku ya kufanikiwa. Shauku ya nini? Shauku ya kuweza kumtumikia Mungu ukiwa huna magonjwa. Shauku ya nini? Shauku ya kuweza kumtumikia Mungu pasipokuwa na lawama ambazo utalaumiwa baadaye. Kila mtu hapa anatamani amani. Hakuna mtu hata mmoja asiyetaka kupata amani. Na ndio maana unakuta hata kama kijana awe ni mcharuko namna gani, akitaka kuoa mara chache sana, akitaka kuoa utakuta anaangalia kwanza, je, nitakapokwenda kuoa nitakuwa na amani? Amani ni ya muhimu. Hata